Basi Loi ni katika picha ya ukweli kabisa. Wanaita China Dragon. China Dragon. Ongea picha. Ikiwa ni utangulizi wake. Yuko mtoto mmoja mdogo mbeji lake. Walikuwa wanamuita Chiao. Chiao alikuwa ni mtoto mtundu sana. Yuko mtaani huko. Yaani vituko vitupu. Wanamuita Chiao. Kana pita mtaani. Mara akakuta kuna watu wanafanya mambo yao. Nye! Wewe, hiyo mbaya bana acha. Hapana. Wachafu nye. Mtoto anaitwa Chiao. Akaona zidi kuzunguka. Ni mtoto mtundu sana. Akafika huko. Nye! Wewe. Yaani mbaya jamani, mbaya yote. Ni katika nchi ya Marekani. Tunamwona mtoto mdogo Chiao, mtoto mtundu sana. Alambe basi sawa. Akazidi kuzunguka mtaani. Kibonge Chiao. Kufika na kutana na mbwa yuko hapa. Mbwa yuko anakojoa. Wewe ni nguruwe au ni mbwa? Hapana mbaya bana. Au alitimuliwa. Unamkatia mwandasi. Haya bana, tukiachana Chiao. Chiao ana kaka yake kumtani, ambaye kaka yake anafanya kazi za mapishi. Leo alikuwa akionyesha vitu vya kitaalamu zaidi uweze kuona mtaalamu alivyo sharp. Mabinti wa Kimarekani wakawa wamependa ile mtindo. Kaka yake anamuita Mr. Sharp. Yaani kaka yake Chiao Lebongi, mtoto ambaye ni kibonge. Apiga na chavi huko. Wewe, amesha utaalamu kwamba ni Mchina ambaye sio mzembe. Kakamata nzi. Akahifadhi. Wazungu wanashangilia tu. Kama ametengeneza msosi fresh na wanahudumia wateja wake bila wasiwasi. Watu wanapenda huduma zake sana, vyakula vya Kichina na nini. Mara Chiao kama amefika. Ngoja na mimi nionyeshe hapo. Kone burudani ya uso nzuri. Unaika tokea wapi? Mungu. Mungu wangu, nini Mungu wangu? Sasa huyu hajui Kiingereza, yeye anajua Kichina tu. Kajua labda anasifiwa, lakini kwa binti mmoja akawa anacheka sana kule. Mbona binti kalidaka hilo. Nimelipata hilo. Kama mpenda Chiao kweli. Yeye kalidaka kalimeza. Nimeshiba. Basi binti mmoja kizungu akawa amempenda sana Chiao. Mara ghafla kuna gari inakuja. Yule pale. Ambulance. Nini huyu? Imekuaje? Yana anacheka tu. Mimi nijua nishangilia. Nikichae. Akachukuliwa na gari hilo la wagonjwa. Chiao alijua anashangiliwa, kumbe binti ana kama vile ana ukicha fulani. Kama lakini uko vizuri. Tunasema Mungu nini sasa hii? Ni katikati mitaa. Huko tunakutana wauni fulani. Wauni hao walikuwa wakipita mitaa ambayo yuko mtaalamu anamuita Mr. Shu, ambaye anauza vyakula vyake pale na vitu mbalimbali. Shu anashangaa kuona kuna vikosi vya wauni wako na bike. Mwana mambo haya. Wako na bike zao nyingi kweli. Walifika eneo ambalo Shu anafanya biashara. Shu alishindwa kuelewa hawa ni wakina nani, wanataka nini. Hawa ni wakina nani, wanataka nini? Alishindwa kuelewa.
ni wababe hatari. So, may I help you guys? Jamaa anaweza kuwasaidia? Kwambia tunakutaka wewe. Mimi? Waona unaanza kucheka. Wanamcheka Mchina. Mara akaanza kuharibu biashara yake. Jamaa anashangaa. Sama nini? Kuna watu kule wanaleta shida. Kabidi mtaalamu atengeneze mkongoto. Shiko fiti. Bala bulu. Che. Ai. Wauni kuona ikipiga imetembea namna hii. Wakaona jamaa afai kalaza. Wakalaza zao mzee. Hai, kumbe kaumia, alikuwa anazuga tu. Alafu ni jamaa zake alikuwa amewaandaa. Sasa umenipiga ngumi ya upua namna hii ase. Nilipe bwana. Haya, akawa ametoa pesa kama $500. Okay, thank you. Okay, asanteni sana. Asanteni jamani. Asanteni sana. Kumbe ajui chochote jamani, muoga tu. Naomba $500 nimeshaondoka eti. Akamwambia ni mshenzi. Nilikwambia nenda Shaolin Temple kajifunze Kung Fu. Anasema lakini sio siku yangu ya ndoto. Wala sina ndoto kwenda Shaolin. Haya, tukachana tunakuja upande wa pili katika Shaolin Temple moja. Ambaye hii Shaolin Temple kazi yake ni kutoa mafunzo kwa vijana ambao wanakwenda kujifunza. Hai, yuko bwana mmoja ambaye jina lake anamuita Bwana Lingdong. Aliwaleta wajumba zake katika eneo hili kwa ajili ya kujifunza. Miongoni mwao yupo kijana mmoja ambaye anataka kujifunza vizuri pamoja na dada yake. Yes, yuko mtoto mmoja mdogo jina lake anamuita Shinlong. Ni hatari mtoto balabulu. Aliingia katika Shaolin Temple kwa ajili ya mafunzo. Haya sasa. Cheki mambo yake. Mafunzo alikuwa anakwenda sawa sawa na alikuwa akiendelea kujifunza zaidi. Wanamuita Shinlong, ni hatari balabulu. Cheki mambo yake. Leo alikutana na watu ambao ni wamekomani hatari na wana uwezo mkubwa sana. Yaani hapo ukipiga panga inadunda rafiki yangu. Hey balabulu. Ndani ya Shaolin Temple hapo wanaingia watu na wanajifunza na wanatoka na uwezo wao mkubwa, ni kama shule. Shule maalum ya Kung Fu ndani ya China. Haya sasa. Cheki mambo haya. Zoezi mtoto mdogo ni hatari huyo. Huwezi amini mambo haya. Mwite Shinlong. Yes. Shinlong akakusanya panga zote. Cheki mambo. Iyo. Hapo sasa. Shinlong. Cheki mambo yake. Move wanaita China Dragon. DJ alikani ndani ya nyumba kama kawa kama dawa. Yeah. Hapa kazi tu mzee, so mchezo. Panga yenyewe na katika umekomao ni hatari. Shughuli. Bado zoezi zinapigwa namna hiyo. Mtoto anaiko fiti. Kapiga kitu. Bado kubali kushindwa. Hello. Bonge bicha balabulu. Mzamini wanamuita Lalashi wa kutoka Sakina Kwaidi. Hello, bila kumsahau Mr. Bangata aliyoko pale Singida opposite na Manispa Bana Studios. Yeah. Jema telephone. Mwendo mudundo. Twende sawa sawa. Namna hiyo. Shinlong. Haya, kambo amepasi.
Amefaulu. Baada ya kufaulu, anakwenda hatua nyingine. Wanamuita Shinlong. Anaiko fiti. Wana mjomba wao ambaye ana uwezo mkubwa sana. Kwa wale walipea pesa nyingi. Yeye na dada yake jifunze kumfu wao vizuri sana. Sasa tukiachana na yule, tunakuja upande wa pili katika Shaolin Temple ile. Kwa upande wa huku yuko binti mmoja hatari sana. Binti huyu wanamuita Michelle Xiao au Michelle. Binti Xiao leo alikuwa na master mmoja. Ambaye alikuwa akitaka kumuonyesha uwezo alikuwa nao. Wanatumia nguvu za Shaolin. Cheki hizo power zilizoko. Yana na nguvu ya hatari. Si kitu wa kuuliza. Master mwenyewe anashangaa. Birika anatoa kinywaji yenyewe. Master anashangaa. Binti na nguvu za hatari. Huyo ni master anayemfundisha, lakini binti ana uwezo wa ajabu. Haya sasa. Haya ni majaribu. Kila mtu anamjaribu mwenzake. Binti kwenye mafunzo. Master akamuonesha advertise. Kamtati namna hiyo. Nashuka hilo. Taiti vizuri. Binti anamuita Xiao. Ni hatari. Master anashangaa amepungua hiyo. Kawashwa moto. Binti ni hatari na nguvu za ajabu. Yana na nguvu mbaya. Halo. Akamzima namna hii. Vipi? Masa akamwambia umefaulu. Alikubali. Alimwomba msamaha, samahani sana, nisamehe. Upande wa pili alipo mdogo wake Shinlong. Wanaendelea na mafunzo. So mchezo. Cheki mambo. Yaani kufa eti. Kama uko vizuri ni kufa. Shinlong. Yeye anashukuru eti kwa sababu anapitia vizingiti vya hatari sana. Amepasa pale. Anafika tena hatua ya 3. Halo. Hapa mbele akakutana na mjitu mmoja wa hatari. Anapiga over kung fu. Ni hatari. Sikiliza mambo hapo. Shinlong. Dada yake anaitwa Xiao. Haya sasa shughuli. Chika mambo. Mtoto afai. Kamzimisha mtu hapa. Hondo Shinlong. Bado kibarua. Bado. Twende kazi. Hello. Twende kazi. Shughuli bado pevu. Baba chambwembwe hapo umekutana balaa tupu. Huyo mtoto ni hatari. Nini huyu? Shinlong, unashangaa nini? Balaa.
Yeah. 释小燕、释小龙，你们已经通过国家考试。 Haya, basi aliambiwa wamefanikiwa kufaulu, yeye pamoja na ndugu yake, yaani Xiao pamoja na Shenlong wamefanikiwa kufaulu. Baada ya kufaulu, walichukuliwa, wana hakika kwamba watailinda nchi yao vizuri. Baada pale aliondoka. Tunarudi katika nchi ya Marekani baada ya kutoka kule katika nchi ya China kule Shaolin Temple. Tunakuja katika nchi ya Marekani huko. Ni ufukweni, watu wanapata burudani. Wametulia tu na punga upepo nini. Wengine wanaogelea, wanakula maisha. Mtoto alikuwepo hapa. Chao. Chao ni mtoto mtundu sana. Tabia kuangalia mabinti. Anaangalia watoto saizi yake. Mara he. Hihi. Hakomi. Chao ni mtundu sana. Akaja huko. Kuta kuna mdoli anamwiba. Halafu kaja kumtupa kamrudisha. Angalia kitu amefanya, amechukua mavazi alikuwa amevaa mdoli, wigi. Yaani ni balaa, mtoto mtundu sana. Akaja huko nikana kama ni mtoto wa kike, kumbe ni wa kiume. Anapiga mabusu, kumbe ni style yake. Chao bwana. Wanajua ni mtoto wa kike, kumbe ni la kiume, bonge wa kiume huyo. Kicheki mwa sauti ngumu hivi. Wewe mshenzi. Nini neki para. Ay. Wacha kimbizwe. Chale kutana kimbembe leo. Na rungu. Kimbiza. Kama huyo. Ndio atakoma leo. Ndio tabia chao. Yaani mtundu sivyo kawaida. Haya sasa. Hana kitu cha kuvaa. Watu wanamcheka kwa barabarani. Ndio jinsi alivyovaa. Kachupi na brazia. Akaenda kabadilisha, akatumia style yake anayojua. Hey, bye bye. Bye bye. Akajua hata Kiingereza kanaoteotea. Chao. Hai, mambo mzuri wewe. Kumbe ana njaa bwana, kumwibia mtoto kitu alichokuwa anakula. Kamaliza kula, kashiba vizuri. Yaani Chao ni mtundu sana. Haya bwana. Kwa chini kuna nini huko? Kufika paka kutana bibi na wamama wamekaa wapiga story. Kakakaa pale. Ya jamani, nampenda sana Katembo. Nakapenda Kakatumbo sana. Hivi. Hapa nini jamani, mbaya cheni, mimi najua ni nini hiyo kitu wangu hiyo. Hii ni kichulu yangu hii. Kichulu? Kichulu ndo nini jamani? Ni mtundu sana Chao. Vipi jamani? Baada ya wale kutoka China, walikuja katika nchi ya Marekani kwa ajili ya kuishi. Yaani Shenlong pamoja na dada yake Xiao. Chao utundo uishi. Yaani hapa mjini anaishi fresh bila shida yoyote hapa. Analazimisha urafiki na watu hata kama hawajui. Kakake yuko anafanya kazi. Shui anafanya kazi, ana wasiwasi. Anauza zake vyakula,
vitu mbalimbali, ice cream, yani vyakula mbalimbali. Lakini wakati wale wauni wanakuja kwa mara nyingine tena, ambao siku ile mtaalamu alionyesha mfano, lakini kumbe hana uwezo wowote. Leo wamerudi tena wauni wale. Hamna kitu jamani, hamna. Kumbe akapiga mluzi. Yani brother kacha hapa balai leo. Wale wauni wale wengine wakishaona endo njia anayotumiaga, wajifanya wanaleta nomani. Jamani 80 kocheki. Anashangaa umepewa pesa. Wale wauni si hamna namna hapa mjini tunatafuta hela bana. Kumbe ni mgundua plani yake. Oh Mungu wangu Mungu. Mbona hicho imeharibika brother, leo atapigwa huyu. Yaya bana. Wakamkamata show. Sio na bahati. Unajua anajuagi kitu wote huyu. Mungu akubariki. Wewe. Shule wana shughuli. Sasa ifahamike wadui kwa nini? Manyamera na wadui nao. Ghafla katokea mtu kwa ajili ya kumsaidia. Nani? Chadi mdogo hatari. Shenlong. Wow. Yuko fiti bulu. Ala bulu. Fiti kalikitis. Haya sasemeni. Shenlong. Jamani shangaa huyu mtoto vipi, mbona piga namna hii? Haya, ngoja nza nimwigie style. Twende. Snake fist. You. Hello. Tiger yo. Kwarua. Utazuia zote hizi jamaa kapata kubwa. Ono Shenlong. Shenlong. Ni hatari. Yeah. Bonge naye akampata akamkata ngumi. Umekapiga element. Ile levangu jamani. Cheo. Wewe, shenza katoa bastola. Akamwambia kumfu chini. Hapa hamna ujanja. Ghafla akatokea binti mwita Xiao. Xiao ana nguvu za ajabu, yani ana magic katika mwili wake isivyo kawaida na maajabu fulani. Usisogelee, takupiga risasi, usisogee. Lakini angalia jinsi uwezo alionao binti. Ghafla bastola kapinda yenyewe. Nyamera hapa kakata moto. Sasa unasubiri nini? Kama bastola umepinda yenyewe unasubiri nini? Wacha wakimbie. Hivyo ndivyo Shu alivyosaidiwa. Wataalamu wakapanda bike zao. Hao mbele. Haisi wazo. Hey! Jamaa anataka kumfuata, kumuomba, kumshukuru kwa kweli amemsaidia. Lakini hao waliondoka zao. Binti anaondoka zake. Jamaa pale akatokea kumpenda Xiao. Amfahamu, lakini amemsaidia jamaa kama amempenda bure. Shenlong alimtazama. Xiao bonge. Bado anashangaa tu, walikuwa kielekea katika hoteli fulani kwa ajili ya mapumziko. Jamaa akiwa pale, yani channel kama hapo. Uweze amini. Mawazo yakamtoka pale akiwa amesimama. Kaisi siku moja labda itakuwa ni hivi. Atakuwa ni mtu mwenye pesa na gari, anapiga suti kale, alafu atakutana na mrembo namna hii. Alafu atakuwa na mtazamo. Alafu anampa masigi ndio anamuita. Ananiita au? Ananiita. Sifa zina mwisho wake. Sikilizia kimbembe mbele. Ni mawazo tu jamaa, nao ni ndoto tu. Haikuishia pale, akazidi kuwaza. Kajificha huko.
anampiga binti mabusu. Sasa binti iko na mama yake, naye akawa anamfuata kumpiga busu. Mara ni tena hii tana kibonge. Haya yote bado ni mawazo yake akiwa amesimama pale pale barabarani. Haya, wako shule wanasoma pamoja. Kashapenda. Sasa mawazo mtoka mbaya. Bado mawazo anawaza bwana Shu. Ajali. Shanga ajali. Katoka kwa ajali. Ngozi imechanika, balaa kila mahali kunauma. Jamani. Jamaa kamcheo kamngata. Nini wewe unafikiria? Usiote bana hapa. Okay, tukija upande wa pili. Kulikuwa na mapigano huko. Watu walikuwa wakifurahia burudani. Hapa iko tajiri mmoja ambaye alikuwa akidhamini mapigano na alikuwa akimtoa mtu mmoja ambaye ni mtu wake. Yuko njemba mmoja hatari sana hapo. Huyo bwana anamuita Mr. Dong Li. Dong Li leo alikuwa akiangalia mapigano, ndio mdhamini. Ana mbabu wake mmoja hapa uwanjani anapiga ni hatari. Dong Li alifai, lakini ghafla kuna habari zinamjia, anahitajika. Dong Li ni tajiri mmoja mkubwa sana. Wale watu wake kipigo lichopigwa hata kawa sawa. Hizo ndo taarifa zinamjia Mr. Dong Li. Hao ni watu wake waliokwenda kumvamia Shu kule, pasipo kufahamika chanzo na sababu ni nini. Ni msichana pamoja na mtoto ndo wamekufanyia vibaya namna hii. Sema ndio nafikiri wana ni Chinese Kung Fu hao. Sawa, nimewapenda, nataka mniletee. Dong Li akataka letewe hao watu wawili. Pande wa pili mtaalamu akiwa katika sehemu yake biashara, bado alikuwa ni mtu mwenye mawazo. Anamwaza toshi yao. Chao akafika. Kaka. Hebu acha mawazo bwana. Yaani toka umemwona yule binti una raha kabisa. Anasema wala hata sijui kwa nini. Yaani muda wote namfikiria tu. Natamani nimuone. Wewe utakuwa unaumwa wewe. Sasa nifanyeje? Anaambia fanya jambo kwa naye karibu. Okay, ukimwona mcheke mtabasamie. Kwa unaona kucheka labda ndo watanipenda au. Sasa ufanyeje? Wewe usijionyeshe kwamba ni mjanja, tumfuate tumuandame. Hai, tunakuja upande wa pili. Yuko mzee mmoja ambaye anamuita Mr. Lu. Yaani Mr. Lu huko ni burudani. Hai. Dinta na ngoja. Anatazama mabinti. Yaani anakula raha kwa macho. Ngoja, akapata wazo. Kuna watu mmeona akaona ngoja. Hawa ni waekee mtego.
Kamona kibonge chao anakuja. Mr. Lo akaona ngoja niweke mitego, yani wale wavuki mitego watakoma. Weka mitego kila kona. Hapa leo wavuki, yani wavuki nitawaonyesha. Zungushia mtego, kaona hisi hapa hawaje hao. Ngoja nicheki kama wanakuja. Mr. Lu ana vituko mzee. He, Chawan. He, anashangaa mtoto wake amepata tatizo. Mara kaje ile mitego. Inamrudi amesahau. Kumbe mtoto ni mjanja na mjiwaga udingi. Mitego ilimrudia yote. Na mimi namjua huyu bwana. Anaambia hata kidogo na nisaulisha eti. Anasema mtoto utakuwa unaumwa. Anasema hapana, wewe ndio unaumwa, lakini anayeumwa zaidi ni huyo hapa. Ila una bahati nikutegea mitego leo ungekoma leo. Lakini mitego imemrudia peke yake. Wewe nini tatizo? Yaani dokta anaweza kajiua peke yake kweli? Niambie ndio umejitegea mitego, ungejiua mwenyewe. Basi. Kwa na mambo msamaha. Niambie ndio, nikuoneshe njia ya kupenda. Cheka. Walimuelezea kwamba Shu kuna msichana amempenda na anashindwa kumwambia anampenda na anashindwa kuona karibu. Kwa naomba plan, labda atapoa plan na mzee. Mzee anamwambia wewe unashindwa kujionyesha na ni handsome namna hii. Ukimwona ucheka tabasamu. Jiangalie kwanza ulivyo handsome. Jiangalie kwenye kioo. Asema kweli mimi nimejipenda mwenyewe. Haya. Maisha yanaendelea taratibu. Binti leo yuko anapata msosi. Yuko na mdogo wake Shenlong pamoja na Xiao. Wako na mjombao. Mjombao ndo huyu. Anaambia ni jamani ni Marekani. Kwa hiyo mnaweza mkala na kufurahi. Kama lakini unajua monkey kuna vyakula ambao wanakula. Msisahau jamani, kuna mission moja maalum na inatakiwa muifanye. Kwa hiyo muwe waangalifu sana. Sawa jamani. Huyu ndio aliyepelekaga kule katika chuo cha Shaolin kwa ajili ya kujifunza. Na baada ya kufaulu, basi kuna kazi alitaka kuwapa. Kama basi, ngojeni niendeleeni kula mimi nakuja. Akawa ametoka anko wao. Wanamuita anko chini. Kwenye hoteli ile ile. Oya. Itabia kuita wanawake leo utaona mwisho wake na kuaje. Ugonjwa wa kucheka, unaona ugonjwa wa kucheka. Mtu akapewa ugonjwa wa kucheka hapa hapa. Ngoni Xiao, tabia kuita wanawake sasa amepewa ugonjwa wa kucheka. Bonge ko pembeni. Ghafla binti akamwona mtu mmoja anamtazama kweli kweli. Yaani jamaa hivi ndio style alijifunza, akimwona tu amtabasamie. Ndio anavyofundishwa eti kupenda. Akamvuta huko. Ankolo wako anampiga. Piga. Jamaa anaweza kumbe hako pale. Kaka mkubwa umefanya vizuri. Mkapa. Yaani unakuwa mjinga kweli kweli wewe. Nifanyaje jamani?
Sasa yule binti yenyewe aongei wala afanye kitu chochote, aoneshi ishara yoyote. Sasa utafanyaje? Kaambia ni kweli unaye bahati sana. Ngoja nikufundishe njia. Kunywa hii. Pombe. Kaambia kunywa hii inatoaga aibu hii. Yaani ni nzuri kweli. Shua kanywa. Vipi sasa hapo? Waya hamna kitu. Unamkumbuka yule mtu pale alikuwa anakutabasamia? Anasema ndio namkumbuka. Ndio yule alimsaidia asipigwe jana. Haya, huyu akaja kuchukuliwa na madaktari. Amepa ugonjwa wa kucheka. Tabia kuita wanawake ps. Iwe mwisho leo. Hii trick umefanya toka lini? Anasema ni miaka 2. Kunywa. Vipi? Uogopi tena? Anasema siogopi. Kaka nenda kamwambia ukweli. Ngoja sasa niwaonyeshe kudadadeki. Mko peke yenu? Kuna maneno nataka kuwaambia kutoka Hawaii. Asina sauti nzuri. Mwana miwani yangu. Yaani miwani yangu. Itazame. Nataka nione wewe mpaka kesho. Nikulinda, nasema hapana, mimi sihitaji ulinzi. Vipi kula? Hapana. Kuangalia move? Hapana. Sasa nyinyi mna kitu mnataka? Chochote nyinyi mtaki? Anamsaidia kakake labda kumweka karibu na binti, lakini haiwezekani. Hapa mimi naitwa Chao. Hey. Ngoja kwanza. Hii poti nini? Kuna kitu mzungu alimwambia cha ajabu cha leo, anafanya mambo tofauti. Kumbuka hajui Kiingereza. Okay, sana nimeelewa ulivyokuwa unataka. Okay, hiyo ndo najua na nyingine kadhaa. Kaenda kabadilisha, akaleta maua. Hapana, hii maua utaki beseni ya maua. Sawa. Hasote kwa sababu sijui Kiingereza. Nifundisheni Kiingereza basi niongee na huyu mzungu. Ni Amerika. English. Yeah. English. Hasema unajua kakaangu mimi, yeye anakwenda kujua English. Yule pale kakaangu mkubwa, njoo. Chalia amenyusha pombe miliu. Yaani yamba akili hata haipa anaitwa hivi. Sababu anampenda binti anashindwa kumwambia. Mwambie mambo. Hai. So huyu mtoto huyu huku umelewa. Unihewa huyu. Hai, leo yuko anatengeneza msosi, kwani anaweza kufanya hata jinsi anavyoweza. Hapa anapofanya biashara yake ni karibu na hoteli ambayo analala Xiao pamoja na Shinlong. Wale kule wanaingia kuwaona tu. Anafanya speed. Hiyo mayai inavyoharibiwa sasa. Yaani binti anamchanganya tu namna hii. Kuangalia mayai yote anashangaa. Paka wateja wake anamcheka. Chao na anacheka. Samani. Ile vituko ni jamani. Nipata nywele ghafla hapa. Yaani kaunguzwa nywele zote. Chao alibaki anacheka. Alikuwa na nywele imefanywa kipara sekunde. Ni vituko tu hivyo. Kaka mkubwa safi sana. Fanya haraka. Pelekea zawadi ya maua binti. Kumbe bonge na msukuma huko. Chao na msukuma. Nenda kampe. Mara Thank you. Asante. So wewe.
balaa tupu. 小姐，你美得像天边的那朵云，笑得像旭日东升的朝阳。这样讲不好哎。小姐， Jamaa yuko anaongea peke yake, anasema kwani wewe binti ni mzuri sana. Yeye anakupenda mno. Toka nimekuona. Yaani mimi nashindwa kunywa chai, nashindwa kula, nashindwa kufanya chochote hata kawa siwezi kunywa. Yeye anakuwaza tu. 我带你去逛逛街。 Yeye anataka mimi na wewe tutembee pamoja, tuende tukazunguke. Hivyo tuna ombi langu. Mara. Umekuja muda mrefu hapa? Binti amekuja, yuko hapa, yuko nyuma yako huko. 你来了多久了？ Saa ngapi alikuwa hapa? Asema amekaa amesikia maneno yako yote. Ui. Nini anambia amempenda? Haya bwana. Chao kama umepata best. Best ambaye anapiga mkono ni hatari Shenlong. Haya. Fanya show kama hizo unajipatia kidogo. Maisha yanakwenda. Ukaribu ukaonekana. Siku hadi siku. Shenlong ana uwezo mkubwa sana. Watu wanabaki wanadua wanashangaa. Yaani mtoto ni mtaalamu, ni hatari. Watu wanabaki wanadua wanashangaaga tu. Hey, mchango mzee ndo anakusanya pesa. Ankulu. Wapiga bendi wake. Haya, mmeribua biashara. Ubacho uchi. Chao akapata best. Shenlong. Sikiliza sasa Kiingereza chako ni vituko vitupu. ice cream. Inaitwa nini? Achikilimu. Hii ni achikilimu, ni tamu, ni hatari. Thank you very much. Thank you very much. Hiyo ndo Kiingereza yao. We kula bana. 你跟你弟弟谁的功夫比较好？ Wewe na ndugu yako unaonesha mnapendana sana. Mmeendana sana. Mbona ni kweli? 小时候家里穷，买不起鸡蛋。 Anasema yule mdogo wangu nampenda sana. Ni kama vile mwanangu. Kwa sababu yeye huwa anapenda sana kula mayai. Na mara nyingi anahitaji mayai. Yaani anapendelea sana. Sasa mimi najiuliza kwa nini anapendelea mayai. 就到了我嘴里了。为了这件事，我还被抓起来，狠狠地挨了一顿。后来我心里就明白，只要我用力的去想。 Anasema mwenyewe nilikuwa nahitaji kumfanya asipende sana. Kwa sababu sitaki hivyo. Ila tu mimi nataka afurahie mengi, afurahie kila kitu. Asipende mayai, apende kumfu. Haya, mtoto anaonyesha uwezo alionao. Shenlong. Chao. Asema sio una kitu si bure. Hongera. 海边真美，我们长在内陆，从来都没有见过海。 Anasema muda mrefu sana alishaonaga kisiwa kama hicho. Bahari kama hii alishaona, anaipenda sana. Haya. Naye akataka kuonyesha kitu. Katochali hajaongea chochote na kupiga story yote, lakini hajamueleza binti kitu chochote. Huyo ndo kubwa la maadui. Hello. Binti ana uwezo wa ajabu sana. Shao. Chao alioga. Hajategemea kama angeoga namna hii. Okay, siku zinazidi kwenda taratibu. Vipi niwapeleke kwa ndani? Akamwambia hapana. Ngoja nimpeleke shower. Bye bye. Shenlong akapumzike. Bye. Jamaa baada ya kuleta na gari lake anaondoka. Dada, kesho tutatoka pamoja, nataka kula.
什么 ice cream. 那个 S 啥来的？艾斯克林姆。 Ice cream. S 克里木。 Ice cream eh. Haya. Kamleta waona katika hoteli. Mjomba wao ndo aliopangishia hoteli wakae. Mtoto alikuwa amechoka. Usingizi. Binti anatoka. Alizani atamkuta Shu, lakini Shu alikuwa ameshaondoka. Binti akawa anarudi ndani. Ghafla, Xiaolong. Mtoto ametekwa. Huyu anaitwa Shingon Chen. 香港新华社的社长 Huyu ni former chairman Mwanaising. 是一个启动器呀、什么启动器？哦，是中俄边境 Hao wote walianzisha nini? Walisema walianzisha kompyuta siri ambayo ilikuwa na control nuclear bomb. 有的 Na wanashirikiana na watu fulani ambao ni wa Soviet. 军人就企图利用它呢来 Na wana wanajeshi wengi sana. 也 Wanajaribu kutaka kujenga taifa. Na misheni yako ni moja. 呢， Jaribu kuwatafuta 然后连那个启动器呢一 kabla wa Russia. 了解了， Nimekuelewa. 加生常用的一样东西啊，给我带回去，让叶子。 Kwa hiyo nataka kusema Shiu ni mlete, taonge naye. Alafu atizi kusema. Kwa mradisha. Simu yako. 哎， Halo. Nini? Longo ametekwa. Alipata habari huyo. Mjombao na Xianglong pamoja na Xiao. Na binti Xiao. Metekwa na maninja fulani wawili. Akaletwa hadi huku moja kwa moja kwa mzee mzima. Mr. Dong. 功夫 Chinese Kung Fu. 安排他疏散。 Haya, mtoeni hapo. 那是一种日本忍者惯用的迷魂香。 Una uhakika ile sumu huwe na wa Japanese ndo wanaitumia? 你国外 Anasema Japanese ninja, nasema ndio. 是日本忍者， Nahisi hivyo. Japanese ninja walivamia na wakamteka 味道。 Xianglong usiku wa jana. 我不该留小龙一个人在房间里的。 Nampenda sana Xianglong. Ametekwa katika chumba ambacho tulikuwa tunapumzika naye. 那我看这样好了，你先回酒店休息。 Xiao akamwambia Shu akamwambia sikiliza. Nenda kapumzike, rudi kwenye hoteli kapumzike, afu nitakupigia itakavyokuwa. Anasema hapana. Siwezi kwenda mahali bila Xianglong. 隔壁龟太郎的爸爸不就在日本的武馆上班吗？ Twendeni eneo walipo wa Japanese, labda tunaweza tukafanikiwa. 会以我 Kaambia ni kweli. 管，就是我 Ndani ya Hawaii kuna himaya fulani ya Japanese. Hem, twende hapo. Wakatoka pale waende katika ile eneo. 小龙在海里面，进去以后我可以。 Nahisi kama Long alikuwa hapa. Hai, twendeni ndani. Wakaenda ndani ili kufanya upelelezi taratibu, kwa sababu aliyevamia eneo lile binti aligundua, na kutokana na ile jinsi ilivyokuwa, yani ile hewa kama ya sumu hivi, halisi ni wa Japanese ninja waliingia pale, ninja kijapani. Sasa tufanyeje hapa jamani, hatujulikani. Nyie mna tatizo gani? Halo? 我带我弟弟报。 Mimi na ndugu tumekuja kujifunza. We, hamna madarasa hapa, hamna masomo. 告诉你， We, huyu anapiga, huyu atakutwanga. 干掉他！ Kaka, mfanyie mambo. Aya, kilichotokea sasa. Sitaki kuona. Lipigwa Shu. Chenene hapa. Binti kataka kuchunguza kitu. Kachiki kwa chini hapa. Kuna kitu aliona. Xianglong. Haya. Haya, Sheng Xiao. Huyo hapa binti anafanya mambo. Jamani, shangaa nini tena hii kimbunga au? Sasa bala tupo. Hapo nani sasa? Sikilizia mambo. Huyu binti ni hatari. Wamita Sheng Xiao au Xiao.
Mara katokea nje mbaya. Oh. Wakatekwa nyara. Wakaja kufungiwa katika selo fulani. Chao na gonga lazima tufungulieni jamani, si ingine ni wadogo, mimi ni mdogo, nifungulieni niondoke. Oi. Piga kelele lakini wala hakuna anayemsikiliza. Anasema sasa tunaishi kuzimu. Uko salama? Shua anamuuliza binti. Mbona samani ukusumbua? Ni kama yao. Wewe unaning'ata kwa nini? Anasema nilisi una ndoto eti mwaki nimekuona na kujua ni mtu wa ndoto. Dada, tutafanyaje sasa? Xiaolong warudi. 你不会是武功报废了吧？我一定要在小龙的身边，至少500尺以内，我才能发功。小龙也要在我身边。 Mimi nataka na mimi nifahamu, nijue kupigana. Anasema najua Xiaolong. Mimi na yeye tulipelekwa katika Shaolin na Shaolin Temple na kwenda kufundishwa Kung Fu. Sio jambo rahisi sana. Ila nafikiri sijui kama atakuwa salama. 那你能不能感应到小龙现在的状况？ Anasema uona isije labda unaonaje kama unamuona? Anasema nikivuta hisia nahisi kama vile kuna mtu anapiganishwa naye. Hivyo ndivyo anavyohisi. Da. Kumbuka Mr. Dong ambaye amemteka mtoto anahitaji kumpiganisha katika mapigano. Ndio nia yake kubwa. Mbona mambo? Mr. Dong anamtumia katika mapigano mtoto mdogo, lakini kumbuka mambo yake ni hatari, alipigizwa. Naona hao ni jui. Nashangilia. Ngoja mambo. Yes. Xiaolong. Shangilia. Huyu ni ezi huyu. Jamaa kubwa, jitu zima kubwa linapigwa na mtoto mdogo. Angalia sasa kitu anataka kufanya. Lazima kampige Dong. Ndio shida yake anataka. Cheki mambo. Mshambulia, alafu kamnyokea Dong. We, ni ngumu. Ipigizwa. Jamani na voice. Yaani nahisi kama iko karibu na eneo hili. Yuko wapi? Anasema ni sawa nahisi kama 500 kutoka hapa. Ghafla mlango unafunguliwa. Xiaolong akaja katupiwa huko. Yaani binti anahisia sana. Xiaolong. Xiaolong alipigwa vibaya sana. Binti akawa anamtibu kimaster. Yes. Anamtibu namna hiyo. Anamnyosha mishipa yake. Binti ana uwezo wa ajabu. Mbona mambo? Anamnyosha hapo viungo vyake vikae sawa sawa. Nam. Xiao. 什么？ 他没事，把淤血吐出来，我再给他10分钟的针。 Anasema mwacheni. Mpeni kama dakika 10 apumzike, atakuwa salama tu. Msijali. Xiaolong. Wewe nyamaza. Njoo kwa huko. Chao anampenda Xiaolong. Kusogeza kwa kumbe kuna mtu bana. Hui! Kelele. Huku. Muda wote akiwa hapa ndani afahamu kwa kuna mtu. Nipatieni mapumziko kidogo jamani. Kuna kitu kwenye mkono wangu. Sawa. Young man, kuna kitu kwenye mkono. Unaikajaga. Samahani. Sikiliza tafadhali. Nataka kupatia kitu cha muhimu sana. Hii inaitwa valuable. Mtu anajisikia vibaya. Umekutana naye tu huku, wanashangaa. Mtoto anambia kaa kimya. Utakuwa vizuri kaa kimya. Anasema ndoto zangu zote zimeishia hapo. Nini? Kaka nini? Ni stinky nini basi elewi. Tulieni.
nataka hiyo muipeleke katika ubalozi wa China na mtakuwa matajiri sana nyie. Mtakwenda kuwa matajiri wakubwa sana. Mara akatulia. Babu! Babu! Mimi sijafanya mambo ndo nakufa. Kakata moto pale pale. Kapoteza maisha. Okay. Huku kama dakika 10 mtoto anatakiwa arudi iwe sawa. Dakika 10 zile zikakata. Mtoto karudi yuko vizuri. Ghafla kuna mtu anakuja. Kapewa kichwa. Yaani mtoto ni hatari. Shalom. Hapa wanatoka mdogo mdogo sasa. Ana nguvu. Twendeni. Haya, chao. Chao. Show. Wakafanikiwa kutoroka. Uncle Mr. Lu. Uncle. Binti kapigwa kofi. Tafadhali usituadhibu, tusamee. Alikuwa kwenye matatizo, mbona unampige bila sababu? Ngoja niongee. Nyie tokeni, ondokeni. Hawana makosa hao. Ghafla mtoto akaangusha kila kitu ambaye alipatana na ule mzee marehemu. Subirini. Hii imetolea wapi? Hiyo ya kipumbavu. Weka kimya. Oh, simtishie mtoto. Samani. Tafadhali nakuuliza wewe. Hii umetolea wapi? Hiki ni kitu cha muhimu sana. Sijapewa mimi. Anasema hiyo. Nikiwa ni katika jela. Kuna mzee mmoja alinipa. Yuko hapa. Amshika kwa nguvu. Kuliambia sorry. Samani. Samani. Yuko hapa, niambia amekufa. Amekufa? Amekufa, ameaga. Alisemaje? Kuna maneno yote alikwambia? Anasema hiki kitu nipeleke katika ubalozi wa China. Na tutakwenda kwa watu maalum na matajiri maalum. Ndivyo alisema? Akamwambia nafikiri nichukue mimi. Kwa nini nipeleke mimi? Akasema ndio, chukua. Haya, ondokeni basi. Pale pale wakatimuliwa. Ni katika hoteli ile ile ambayo alikuwa anaishi muda mrefu, Shalom pamoja na dada yake Shao. Usiku mmoja. Nenda kapumzike, nadhani kesho taongea zaidi. Najua ni Marekani. Nasema ndio, lakini nimependa tu nikae hapa natazama mwezi mkubwa ule pale. Kama basi naona mission imeishia hapa, mimi sina namna kufanya. Inabidi kwa sababu nimekaa muda mrefu kidogo, inabidi nifanye mpango mrudi nyumbani. Naona iwe mwisho sasa. Wacha nifurahi maisha yangu. Uncle, usinywe sana pombe. Anasema nitaelekea katika ubalozi walipo ubalozi. Kuna kazi nikafanya. Na huko ndio nataka mnisindikize kwanza. Hakuna shida. Hey. Uncle ameshalewa. Anafanya mambo ajabu ajabu tu. Anasema ni miezi mitatu nahitaji kuwa hapa. Kwa hiyo ningetamani sana urudi nyumbani wewe pamoja na ndugu yako. Niliwaita kwa ajili ya mission maalum, lakini naona kama vile haifanikiwi chochote. Ila naweza ngasubiri na unaweza kusubiri. Wewe na ndugu yako kesho ikifika mjiandae. Binti akafikiria maneno anaongea ni pombe au nini, lakini is okay.
Leo katika himaya ya Mr. Dong alikuwa na maongezi na Uncle Lu. 你还可以赚回去更多的。我相信你是个聪明人，应该了解来者不善这4个字的意思。 Anasema nimekuja hapa. 来了， Kuna kitu nilikuwa nimepatiwa nipeleke katika balozi wa China. Lakini mimi nilikuwa nahitaji pesa ili tuweze kufanya biashara. 只可惜 Alafu ukinipa pesa mimi nitakupa kitu muhimu ambacho ulikuwa unakitafuta. 第一，你进来之后已经填了 Akamwambia lakini ngoja nikwambie. 来者不善只是个幌子， Mtu mzuri anapokuja 你怕的要死。第二，你太 huwa anaonyesha ni kuwa mtu mzuri, lakini kifo kipo karibu na madhara yako karibu. 这么多钱， Wewe unahitaji pesa, 连这么细 mimi sina pesa, 眉飞做到。 na kila siku wewe unataka pesa. Leo sina pesa kukupa. Kwambia ndio, lakini nimekuja nataka unipatie changu. 跟许嘉诚一样，都是背叛了自己 Wewe ni kama show, unasaliti nchi yako. 愁容。我已经摸清了你的底， Unafahamu hilo? 就算放你出去，你也无路可走。更何况我现在要杀你，就像你 Lakini sasa inabidi nitake nifikirie kukuua. 你是个聪明人，如果 Mtu mzuri. 气在哪里， Haya, niambie wapi utaanzia? Niahidi. 放你一条生路。 如果我告诉你启动器在哪，我立刻会。 Yaani wapi nitaanzia? 我很清楚。 Ni kufa tu. Hamna kwingine. Oh, 你会说的，为了 wewe unaongea sana. Tena kwa maumivu fulani. Ila mimi naongea ufuate amri yangu. Sawa? 叔叔从小把我跟小龙带大，这次会这么做一定是逼不得已的。 Huko akiwa anapiga story wanazunguka katika eneo la beach. 坏人 Binti alimwambia, 我们可以帮。 unajua sisi hatuna muda mrefu sana wa kukaa hapa, kwa sababu hapo kuna watu wabaya wanahitaji kutuletea matatizo. Ila anko wangu naye yuko ni matatizo kwa sababu yuko anafanya biashara na mtu mmoja anaitwa Dong. Na basi taarifa nipeleke polisi ili kuokoa maisha yake. 小龙也只剩下5成的功力，就算打进去也是死路一条啊。 弄把枪，问题就解决了。 你有枪吗？ Si ndio tumwokoe. Tutapata wapi bastola? 有， Bastola tutapata wapi? 有一次晚上我去闹他，他拿了一把大枪 K 我耶。 Kwa Tenchu kuna bastola moja kubwa sana. Tutaipata huko. Upande pili yuko mzee anamuita Mr. Uncle Tenchu. Tenchu Lun. Hey, 如果我没有看错，你们2个应该是来自河南嵩山少林寺，是不是？ nyie mliondoka bila kunipa habari, 方丈 mkunieleza chochote. 说好吗？ 你认识他们？ 说出来啊！ Unamfahamu Master Yun pamoja na Ping? Unamfahamu vizuri sana. 少林门派一统天下， Anasema miaka 30 iliyopita 都甘拜， nakumbuka nikiwa katika eneo la temple 是由于长老们的意见不合， kuna mambo tofauti ambayo yalikwenda kutokea. 派迁居福建，人称南少林，而仍留下嵩山的一派称北少林。我就 Anasema nakumbuka 文传 nilivyokuwa katika eneo la Shaolin nilikuwa ni mtundu sana. 爬得快，就见了那串佛珠。参见掌门人。说实话，我发誓，当时我明明看的是一大串紫葡萄。老实说，小时候我长得跟小蚊子还真 Anasema nilikuwa mimi pamoja na Wen. 真怀疑。 Nakumbuka miaka 30 iliyopita kwa nyuma. 白日 Basi kwa unadisia 黄河入海流，欲穷千里目，更上一层。当时教我诗词的就是永勤方丈。 kuhusu kuwafahamu wa watu, lakini baada pale akazidi kuelezea kuhusu mtoto ambaye alimpeleka katika eneo la Shaolin na alitaka afanye vizuri, lakini hakufanya vizuri zaidi ya yeye kuwa mtundu tu. Anazidi kusimulia. Kumbe alishai kumpelekaga mtoto katika Shaolin Temple hiyo hiyo ambayo walisomea Shaolin pamoja na Xiao. 有一天啊，老方丈要考考我，练了这么久，到底练出什么成果？ Hasa mtoto alikuwa ni mtoto mtundu sana, hakuna kitu chochote ambacho alifanya.
zaidi ya upumbavu ambao alikuwa akifanya shuleni. Kibonge chao kumbe alishai kupelekwa katika shule au Shaolin Temple ambao alifundishwaga mtu na dada yake ambao wakaondoka karibu pale. Hii ni story na Odisea. Hesabu 1 mpaka 5. Hicho ndo alichojifunza. 3个4个5个6个7字。那6、7、8、9、10呢？他们在6点、7点，还有8点、9点的时候。那1、7、7、7、7呢？他们一起哪有7？7我的小鸡鸡。Ni mzembe pumbavu master. Ni mzembe. Wewe ndo unamfundisha mtu namna hii? Nimepona. Kumbe kuna mwingine huku. Shenzo. Ndo unamfundisha nini huyu? Shenzo. 当天晚上，长老方丈们做了一个重大的决定。 Anasema usiku 不再让北少林第一代传人曝光，也绝对不再让自己的屁股受苦。他们送他离开了少林寺，离开河南。 Kuna watu walimchukua mtoto na wakamtupa 夏威夷隐姓埋名过了3 nje, wakamuingiza katika gari moja baada ya kuona amewachosha sana. 走了。 Fadhali ameondoka hapa tutapumua. Ama master ambao alikuwa amepata adhabu. Hii ni hadithi fupi alikuwa anawapa. 今天在这里， Asema ndio hivyo ilivyokuwa. 或许是上天的安排。 参见掌门师叔。 早就不是掌门师。 Hapana hapana. 阿弥陀佛。 哎呦， Msiniite hivyo, msiniite hivyo. Amen, amen, nashukuru, nashukuru. 更感谢 Muda mrefu sana ilikuwa hivyo. Unajua mimi ni Mkristo eti. 佛祖听不懂。 Vipi mnaongea Kiingereza? Okay, subirini kidogo. Aliwapa hadithi fupi kuhusu kibonge lichao alimpelekaga akasome lakini akashindwa kufanya chochote kile. Nataka hata siku moja awe kama huyu, lakini ndio hivyo, ilishindikana. Okay, kuna kitu kubwa nataka mnisaidie. Kuna kitabu kiko hapa. Hebu soma. 少林最高武功秘籍 5 Image Fest. 找不着。 Umekitolea wapi kitabu? Mbona kilikuwa katika temple? 冥冥中啊，早有安排了。当年面壁， Anasema kama nilivyowaambia, 给我让我 mimi ni mtu ambaye nafahamu mambo mengi sana. 一天我还 Lakini Kung Fu sikujifunza sana. 哎没想 Ila Kung Fu imepotea kabisa katika mikono yangu. Japo nishaikuwa katika Shaolin. 当然。Oh my god！ Mungu. Haya. Shanlong. Mtoto mdogo ambaye ana uwezo wa hatari. Anapiga Kung Fu imelala hapo. Yaani Kung Fu hapo imelala. Yes, monkey. Yo. Kila style anaifahamu. Shanlong. Unajua Kagado. Fiti Kalikitis. Hii inaitwa Tanlan. Hello. Unahitaji company. 他们还有分心保护我们。 Ndio, ni mwanamke, lazima umsaidie, ungana naye umsaidie. Anaambia lakini inabidi tuite polisi. Kuna kitu binti anataka kufanya kwa ajili ya kumsaidia mko wake. Kwani mko wake anaweza kaingia katika matatizo. Ni kitu ambacho anakihisi binti. Ana uwezo mkubwa sana. 什么叫狗头白？ 就是古拜。 啊！燕子，燕子， Wale ambao wabaki, lakini wakati unaondoka, akamwambia binti, wakati unaondoka, akamwambia sikia nikwambie. Nataka nikupatie hii utanifanya unikumbuke na itakulinda kunapokwenda. Tafadhali nenda. Asante. Anahitaji kuondoka wakati huu. Chalia kupenda show. Binti aondoke, lakini ndio hivyo. Wanaondoka.
Anko kumbe alitekwa nyara maskini. 你早晚都要说的，何必受罪呢？ Wembwa, 启动器到底 nilikwambia nitakachokianzisha mimi lazima kiendelee. Mzee Lembe sikuzani kwamba ni mpumbavu namna hiyo. 怎么折磨我都没有关系。 Yaani kweli umenisaliti na tulikubaliana kufanya biashara pamoja, tufanye issue pamoja. 好， Dongo akacheka akamwambia 多久？ kwa heri ndo na kuaga hivyo. Na kuaga hivyo. Okay. Bibi ya Xiao pamoja na Shenglong wanaingia huko namna hii katika eneo hili. Wamekuja kumfuata anko wao au mjomba wao. Lakini wakati anakwenda, Xiaolong na machali ni hatari mtoto huyu. Ghafla ni hatari. Haha. Wakatokea ninja. White ninja. Yes. Hey. Hello. Mambo. Dada uko salama? Mimi niko salama. Twende. Wakaingia huko ndani namna hiyo katika nyumba ya Mr. Dong. Dong Li. Kufika kutana njemba hilo. Hello. Yes. Dada amemwachia mdogo apige shughuli. Yes. Mtoto ndo anatumwa dukani. Au sio? Yeah. Suruali imechano chano. Yo. Nacheka. Ya mwisho hiyo. Kidole kimoja kule. Mara kipara. Yeah, ego. Yes, tuzo napiga stili za hatari. Ego monkey. Tanu. Yani kumfu imelala hapo. Mkono wa mzimu. Utaona leo hapo. Shughuli. Iyo. Hello. Balaa tupu. Hiyo ni Hong Kong Fu. Sasa huyu anajiita Iron Head, yani kichwa chuma. Shughuli.
Jamaa amekomaa huyo. Hata kigongana na chuma asikie maumivu. Kabla. Ngeu nyundo. Nyundo. Alitoshwa maturu. Baba. Alisukwa. Unajua kusukwa. Ghafla. Kuna mwanga ajabu unatokea mbele. Katika ile mwanga anatokea njemba moja mkubwa balaa. Yes, bado shughuli ipo. Yes. Shenlong. Toto ne power hatari. Shenlong. Monkey sasa hiyo. Ya nyani hiyo. Kuna buku na 800. Sifa mezidi. Kafumwa kule. Zabibie. Shiao. Yeye anatumiaga power tu. Lakini binti hali yake sio nzuri inaonyesha. Ana amekuja. Una shida gani? Shenlong umekwaje? Nini kimetokea hapa? Kaka mkubwa, uko vizuri sana. Nashukuru kukuona kwa salama. Yaani mimi ni pumbavu. Shughuli bado. Alikuja Mr. Dong mwenyewe. Anasema sasa inatosha. Nyote mnapiga kwa mfu zenu. Lakini ile kamata hapa ndo mwisho wenu. Hii bastola ndo mwisho wenu na kumfu yenu. Mheshimiwa ndo binti nikwambia. Akiangalia bastola tu inapenda yenyewe. Usisogee na karibu na mimi. Usisogee. Ondoka. Oho. Kamba na mimi. Akapiga risasi. Chuma imelia. Kauawa jamani. Chia anasema kauawa. Lakini binti amedaka bastola na mdomo. Yes. Kamata risasi na mdomo. Alishangaa. Ni hatari. Mechi inaendelea hapo mzee, si mchezo. Yeah. Polisi waliingia. Hao walikwenda kuita polisi. Mara moja alikuja nao wakakamata pusi. Yaani umedaka risasi na mdomo. Uncle huyu yuko maskini. Alipigwa sana, izibitiwa vya kiasi kikubwa sana. Uncle kwa salama kweli? Asema mko hapa. Kuna kile kitu ambacho alikuwa nacho alikiangusha. Asema mbona kinanukia namna hii? Hakuna njia. Wapi nyinyi mlikuwa mmejificha? Kwenda kuluna ni boa mimi eti. Yes, pasi walimchukua mjomba kampeleka hospitalini kwa ajili ya kupatiwa matibabu. Comrade Sunlun. Vipi? Unaendeleaje?
亚子同志 Sio unaendeleaje? 已经以无遗失的写了报告，我们已经传电回北京了。 Nilipata taarifa zako. 发落， Bwana nasema ni kweli. 这些事情全是我一个人做的。 Ila kuna jambo kubwa lilikwenda kutokea. 恭喜你啊，苏同志， Ila hongera comrade. Hapa wamefanya vizuri sana. 卓越成就。 Naamini wamekuokoa, wamekusaidia na wametusaidia sisi pia, kwa sababu mtu ulikuwa ni mtu mbaya sana. Tulikuwa tumdhibiti kwa wakati huo. 庆祝会在等着你们。有 Okay, kuna sherehe kubwa inakusubiri kwa ajili ya kusherehekea kwa kazi nzuri uliyoifanya. Hongera sana. 恭喜你啊！ Hongera sana uncle. 谢谢。 Au comrade. 一下，这件事情跟他们两个有 Sawa, hata nyinyi mmenisaidia wawili. 成的。 Na wale walioko pale nao wamenisaidia pia. 我们俩约定好了，也许有一天 Wacha niweke ahadi. 咱们老家日子好过了。 Ina maana kwamba nataka kurudi nyumbani. Na wewe utakuja ili unione na kukaribisha. 会呀、 Kweli? Kaambia ndio. 你看晚霞， Tazama 看到晚霞 mwanga ule, 像的感应，你只要努力的想， mng'ao au mng'ao wote unaonekana hapa. 有我，那 Kwa kweli nimejaribu kufikiria mengi sana kwenye akili yangu. Kuna ndoto fulani naziona, nahisi kama kuna ndoto fulani usiku tanjia itakuwa ya kweli. Kweli? Sema ndio. 大哥哥， Haya basi. Tuweke deal. 求求你，求求你， Yaona mimi nipelekeni katika tempo ya Shaolin, nipelekeni jamani. Nipelekeni huko. 带你去少林寺，不可能 Kaambia haiwezekani, wewe ulishashindwa. 会死的啦。 Utaenda kufa. Sema hapana jamani, nataka niende. 少林， Akamwambia Shaolin, mimi nilishaiachaga miaka 30 iliyopita huko nyuma. Na nilishai kukupelekaga wewe kwa ajili ya kujifunza. 一个是 Lakini wewe mwenyewe ukashindwa. Kama mimi nilishindwa, nitegemea utaweza, lakini wewe mwenyewe umeshindwa. 就是 Ndio hivyo. 我 Napakumbuka sana. 永远 Mimi nilishindwa 少林 kutokana na uzembe wangu na upumbavu wangu. Na wewe mwenyewe umeshindwa kutokana na uzembe wako na upumbavu wako. 发现 Huwezi kwenda kujifunza tena. 姓埋名啊， Inabidi ukikua utafute mambo mengine ya kufanya. Lakini Shaolin huwezi kurudi tena. 一个儿子 Ni mambo ya miaka mingi iliyopita huko nyuma, nakumbuka mimi kama mimi. 不敢留在身边，就很 Uoga, 过一 mambo mengine kipumbuzi ambayo nilikuwa nafanya. 儿子恨 Yaani ni kama mimi kabisa. 不肯留头， Jinsi ilivyokuaga mimi, wewe ni hivyo hivyo. 还向往少林，简直是发狂！ Ila Long pamoja na Sha waishi maisha marefu. 是上天在惩罚我。 Hii ni adhabu naona. Sisi tulishindwa, lakini wengine wakaweza. 让我儿子 Mimi nilikimbia Shaolin. 你是说我就是这个光头儿子吗？ Nimaanisha mimi mtoto eh? 平常啊，你老是在捉弄我，我是那么容易被捉弄的吗？ Alimbe ndio, lakini sio virahisi kama unavyofikiri kwamba eti tunaweza ukaweza. Ni utani na kutania tu. 得以优啊！ 什么是喜？ 就是我可以去少林， Nataka kwenda Shaolin. 我怎么会有你这个丑？ Hapana. 嗯， Basi nitafuata babangu huko juu. 你也没有这么差啦，看着 Ila wewe sio mtu mbaya sana. 儿子啊， Okay, vizuri mwanangu, vizuri sana. Vizuri sana. Baba. Haya. 真干走运啊！ 回来了，回来了，回来了！ Hey, tumerudi. Hey, wamerudi. 哦， Master. Master alimkumbatia mtoto kwa furaha. Hapa ndipo katika Shaolin Temple walipojifunziaga kwa mara ya kwanza. Nao wakawa fit na wameweza kuifanya kazi kubwa ya kumsaidia anko yao ambaye alikuwa katika matatizo makubwa sana. 师傅，徒儿这次回来没带什么东西，却帮咱们少林找回了失散多年的第二代掌门传人。 啊， Anaambia wamekamilisha mission kubwa ambayo walikuwa wanahitaji na walikuwa katika nchi ya Marekani. Marekani ni wapi? 会不会找来了个冒牌货？ Unapafahamu? 孩子， Sasa tulikutana marafiki wazuri sana. Mara huyo Kibonge. Nimerudi tena jamani, nataka kupiga kumfu. Yes, haya. Basi kwa hapo sina la ziada. Kitu alikuwa anakiita China Dragon. DJ alikaa ndani ya nyumba 0746032170 ni namba za DJ Alikani. Moja kwa moja na wadhamini
akiwa lalasha kutoka pale Sakina Kwaidi, bila kumsahau Bala Studio au Bangata. Bala Studio liko kwa Singida opposite na Manispaa. Always wa kutoka D2 daraja 2 pale mtaa wa Jamhuri Street. Bila kumsahau Nelly wa kutoka Omega Studio iliyoko kwa Morombo. Na wataalamu wengine wengi ambao wanatuwezesha na nyumba. Kwa hapo sina la ziada. Nini kinafuata? Vigongo bado ni kibao. Kaa fresh. 走过流水与我并肩，江山如画，又匆匆换主人。朗朗乾坤，什么事能永远？我的心能指引了解，生活败倒已无所谓。